Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Leo ni siku nyingine tena, Mungu ametupatia nafasi. Basi nimekuja kwako na somo linalosema kujitoa kwenye miungu au kutoka katika nyumba ya baba yako. Kujitoa kwenye miungu, jinsi ya kujitoa kwenye miungu au kutoka katika nyumba ya baba yako. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuingia katika akaunti hii, kabla hujaweza kusikiliza somo hili, tunakuomba kusupport kwa njia ya kulike, kucomment pamoja na kusubscribe na kushare, ili kuhakikisha kwamba kila tunapotuma ujumbe uweze kupokea taarifa. Karibu sana. Somo hili litakusaidia, litakujenga. Utafahamu mambo makubwa unayopaswa kuyafanya katika utumishi wako na mambo ambayo unatakiwa kuyafanya katika wito ambao Mungu amekupa. Jambo ambalo natakiwa nikueleze siku ya leo, tunatakiwa kuvunja uhusiano wetu na miungu ili tuweze kujenga uhusiano mzuri na Mungu wetu wa mbinguni. Na kama hatutaweza kuvunja uhusiano wetu na shetani au miungu ambayo shetani ameiweka katika maisha yetu, itakuwa ni ngumu sana Mungu kuweza kujenga uhusiano. Sasa ninaomba usikilize somo hili vizuri sana, ili shetani uweze kutambua jinsi alivyokujengea uhusiano wa siri kati yako wewe na yeye. Hata anazuia baraka zako, anazuia mambo mengi katika maisha yako yasifanikiwe. Hata unapoomba anaweza akatembea na wewe katika utumishi wako na wewe usifahamu. Ndugu mtumishi wa Mungu, ninapozungumzia kuvunja uhusiano wetu na shetani, uhusiano unavunjwa mara mbili. Kuna kuvunja uhusiano kwa njia ya maombi, lakini nataka nikukumbushe siku ya leo, lazima ujitahidi sana kuvunja uhusiano mwilini. Na utavunjaje huo uhusiano mwilini? Ni namna nitakavyokufundisha mahali hapa, utasikia, nitakuelekeza namna ambavyo unatakiwa kuvunja uhusiano, tena kwa njia nyepesi sana. Kama utakuwa na masikio ya kusikia, utakuwa na moyo wa kushika na kutunza neno la Mungu, utaelewa jinsi gani Mungu anataka uvunje uhusiano wako na miungu ambayo shetani ameiweka katika ukoo wako, toka katika nyumba ya baba yako. Jambo ambalo natakiwa kulifahamu, chanzo cha Yesu kuja duniani ni kuja kututenga na ufalme wa shetani ambao umebeba upotevu na uangamivu wa maisha yetu. Ni miungu iliyofanya mahusiano au maagano na maisha ya watu. Sasa unapookoka, unatakiwa utambue ya kwamba uhusiano wako na shetani unatakiwa uvunjike. Nataka nikwambie ya kwamba haiwezekani ukatajwa au ukaitwa ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu kama uhusiano wako na shetani haujavunjika. Haitawezekana, na haiwezekani ya kwamba utaweza kuzaa au kuongezeka au chochote kile cha kimungu kitaweza kutokea katika maisha yako. Na chanzo cha mambo kutokwenda vizuri, chanzo cha mambo kuwa magumu, maombi kuwa mazito, kusikia uzito katika kumtumikia Mungu, ni uhusiano wa siri ambao shetani ameweka katikati yetu na miungu ambayo imekwisha kufanya maagano na baadhi ya watu, na hayo maagano yaliyofanyika ni ngumu sana kuvunjika. Sasa ninaomba twende pamoja katika maandiko haya matakatifu tuweze kuona maneno ambayo Mungu alimwandikia mtumishi wake katika kitabu kile cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Pia Mungu anamwambia na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Katika andiko hili Mungu anamwambia Abrahamu atoke. Mahali hapa Abrahamu anaonyeshwa mambo matatu ambayo anatakiwa kujitoa katika mambo hayo. Kuna swali ambalo unatakiwa kujiuliza, kwa nini Abrahamu anaambiwa ajitoe katika mambo haya? Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15, Biblia inasema ya kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mstari 16 nasema, maana kila kilichomo ndani ya dunia, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Sasa kabla hujasikiliza somo hili, kuna swali ambalo unatakiwa kujiuliza. Kwa nini aliambiwa atoke katika nchi yake?
Jibu ni kwamba katika nchi hii ambayo Abrahamu anaambiwa atoke, kulikuwa kuna mambo yanayoendelea katika nchi hii, mambo ambayo hayawezi kuleta uhusiano na Mungu. Ndio maana Mungu alimwambia Abrahamu atoke. Watu hawa katika maisha yao waliishi maisha ya kuipenda dunia na mambo yake. Ndio maana tumesoma hilo andiko ya kwamba msiipende dunia na mambo yake. Watu hawa walipenda dunia, walipenda mambo yake, hata kizazi chake na watu na ndugu ambao walimzunguka Abrahamu. Ni yeye peke yake alikuwa akimtumikia Mungu. Lakini pia tunaposoma andiko hapo juu katika kitabu cha Mwanzo, Mungu pia anasema toka wewe na jamaa zako. Sasa kwa nini jamaa zake Abrahamu? Kulikuwa kuna watu wachache sana ambao walimkubali Abrahamu, ambao walikuwa wanajaribu kuifuata imani ya Abrahamu, na hawa walikuwa ni jamaa zake Abrahamu. Kwa hiyo pamoja na Mungu kumuita Abrahamu, Abrahamu alikuwa ana jamaa, alikuwa na rafiki zake, na hawa rafiki zake walikuwa wanaonyesha kuifuata imani ya Abrahamu, lakini Mungu hakuwapenda hawa jamaa wala hakuwachagua hawa jamaa. Tutaweza kuwaona vizuri sana hapo mbele. Ukisoma maandiko matakatifu katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14, Biblia inasema msifungiwe nila pamoja na wasio amini isivyo sawasawa, kwa maana pana ulinganifu gani kati ya haki na uhasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Lakini pia Mungu alimwambia Abrahamu ya kwamba aachane na watu ambao hawawezi kufuata kabisa imani yake na wala hawawezi kumwamini kabisa Abrahamu katika kile ambacho anachokiamini kuhusu Mungu. Na kwa nini Mungu alimwambia Abrahamu atoke katikati yao? Watu ambao hawakuweza kuamini imani ambayo anaiamini Abrahamu walikuwa ni watu wengi sana, kiasi kwamba Abrahamu asingeweza kuishi katikati yao. Na hata kama wangejaribu kuwashawishi, Abrahamu angejaribu kuwashawishi ya kwamba wajaribu kumwamini Mungu anayemwamini yeye, isipokuwa nguvu yao ingeweza kumgeuza yeye aamini miungu ambayo wao wanaiamini. Sasa naomba usisahau ya kwamba Abrahamu alitoka na Lutu, lakini pia alitoka na kundi la wachungaji wa Lutu. Ndio hawa walikuwa ni jamaa zake, lakini Mungu alisema na Abrahamu. Lakini kwa sababu ya urafiki ambao Abrahamu aliutengeneza na baadhi ya watu, Mungu hakutaka amtengenezee Abrahamu kikwazo. Hata wakati mwingine, mpendwa, mnakuaga na marafiki ambao mnatamani wawepo kanisani, lakini Mungu hajawachagua. Kwa hiyo Abrahamu pia alikuwa na jamaa zake ambao Mungu hakuwachagua, lakini walikuwa ni watu wanaosupport imani ya Abrahamu. Walikuwa ni watu ambao wanasupport, si kwamba wanamtumikia kutoka ndani, wala Mungu hakuwachagua. Ndio maana Mungu alimwambia atoke yeye. Kwa kile kitendo cha kumwambia atoke na jamaa zake, Mungu hakutaka tu kuuzi moyo wa Abrahamu. Naweza nikakwambia kwamba watu ambao walitoka na Abrahamu, watu hawa walikuwa na imani ya Abrahamu, lakini walikuwa hawamjui Mungu wa Abrahamu, wala Mungu wa Abrahamu hakuweza kujifunua kwao, kwa sababu Mungu hakuweza kuwachagua. Hawakuwa na moyo kama ambao Abrahamu alikuwa nao. Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Ufunuo 3 mstari wa 16, Biblia inasema basi kwa sababu uvuguvugu wala hubaridi wala humoto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Jamaa zake Abrahamu ambao walitoka nao hawakujizatiti ndani kabisa au katika imani ya Abrahamu. Walikuwa wanachanganya mambo. Imani ya Abrahamu walipenda, lakini pia hawakuacha kuipenda dunia, lakini walikuwa ni jamaa wa Abrahamu. Kwa hiyo Mungu hakukusudia kuwa nao, wala hakukusudia kuweka agano juu yao, wala hakukusudia kuwafanya kuwa sehemu ya lile agano ambalo Bwana aliagana naye Abrahamu. Ndio maana mbele ya safari uliona kuna ugomvi ulijitokeza, na pia Lutu alivyoambiwa achague maeneo, kama unakumbuka vizuri, alichagua eneo linalopakana na Sodoma na Gomora, eneo ambalo lina uovu zaidi, kwa sababu ndani yake kulikuwa kuna hali ya kuipenda dunia. Jambo ambalo unataka ujifunze mahali hapa, hili ni funzo kubwa sana ambalo unatakiwa kujifunza. Mungu anapokuita
unatakiwa kuwa makini sana juu ya watu ambao utaamua kutembea nao katika safari yako ya kuelekea kwa Mungu, kuelekea mbinguni. Sasa usipokuwa makini, utakuwa na watu ambao watakao kusababisha uzunguke jangwani kwa muda mrefu. Utakuwa na watu ambao watakao sababisha majaribu na changamoto nyingi sana, ama kuna vitu Mungu hataweza kufanya kwa sababu ya aina ya watu ambao utatanguzana nao. Hata kuna baadhi ya baraka kwa Mungu kwa Abrahamu zilichelewa sana kwa sababu ya aina ya watu ambao alichagua kutembea nao katika safari ile ambayo Mungu alimuita. Inawezekana kabisa mtu ambaye unasikiliza somo hili, nataka unielewe ili jambo ambalo nazungumzia siku ya leo. Sikiza nikwambie, Mungu kama amekuita, amekuamini wewe, hajamwamini mtu yoyote ambaye umemweka katika safari yako. Yaani wewe ukioa mke unamwamini wewe, ni wewe umemweka. Na hasa ni wewe ndiye unakuwa umemweka. Ni wewe unaita mke katika wito wako. Ni wewe unaita watoto katika wito wako. Ndio maana maandiko yanakuonya, yanakuambia mtu atakayependa mtoto wake, atakayependa baba yake, atakayependa mke wake kuliko mimi, anasema kwamba hanifai. Sasa Mungu anapokuita, jaribu kuangalia mambo ambayo Mungu amekusemesha tangu miaka mingi mpaka siku ya leo. Kwa nini anachelewa? Nataka nikwambie kwamba kuna jamaa ambao Abrahamu alitoka nao, na wale jamaa Mungu hakuwahitaji, na wale jamaa walikuwa wana act kuamini imani ya Abrahamu, lakini mwisho wa siku walikuwa sehemu ya kuchelewesha kusudi la Mungu na kuleta ugomvi katikati ya safari. Nataka nikwambie, wakati mwingine Mungu alipokuita ulikuwa wewe, ulikuwa una mke, ukaamua kujiolea mke unayemtaka wewe, sio yule ambaye Mungu amekuchagulia. Ukaamua kujiwekea wasaidizi, wachungaji, watumishi wa Mungu wa kutembea na wewe katika utumishi wako, wale ambao unawataka wewe. Na wakati Mungu aliita, akiangalia uaminifu wako, na hiyo sauti ambayo Mungu alikusemesha halikuwa hajakusudia wewe uungane na watu wengine. Amekuita wewe kabla hujakamilika, hujajengeka, umeenda na watu wengine, na hao watu unaokwenda nao ndio wanaokuchelewesha kulifikia kusudi la Mungu. Kumbuka, Mungu akusemeshi wewe kwa sababu ya marafiki ulionao. Kumbuka, Mungu akusemeshi wewe kwa sababu ya watu unaowapenda na kuwaweka karibu sana. Mungu amekusemesha wewe kwa sababu ya kipimo cha uaminifu wako, amekiona ndani ya moyo wako. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema mambo mengine hayawezekani bila kufunga na kuomba. Nataka nikwambie, Mungu kujifunua kwenye maisha yako usichukulie kuwa ni jambo la kawaida. Hiyo ni siri, sio kila kitu ambacho Mungu anakifunua kwenye maisha yako unapaswa kuwasilikisha baadhi ya watu. Kuna watu hawapasi kusikia kabisa kwa sababu hawajafikia kiwango ambacho umefikia. Unaweza kusikia sauti ya Mungu. Sauti hiyo iliyosema na wewe haujaisikia katika hali ya kawaida tu. Wengine hata waombe, unaenda kuambia jinsi Mungu alivyosema. Je, wewe Mungu kwako amesema kawaida? Umefunga na kuomba ili Mungu aseme, umetoa sadaka, umefanya mambo mengi, umejikana, unakesha kanisani ili Mungu aseme, na vile vitu Mungu anasema unakwenda kuwasilikisha watu ambao hawajajaa roho vizuri. Unaweka karibu watu ambao hawajajaa roho vizuri, watu ambao hawajatoa maamuzi yao vizuri kwa Kristo. Kwa hiyo ni rahisi sana siri yako shetani kuikamata na kuijua. Unatakiwa kuwa makini sana Mungu anapokuambia njoo. Sasa tukisoma katika kitabu hiki cha Mwanzo 12 mstari huu wa 2, neno lingine ambalo tunalikuta hapa, Mungu anamwambia Abrahamu atoke katika nyumba ya baba yake. Naomba sasa hiki kipengele ukisikilize vizuri zaidi. Kwa nini nyumba ya baba yake? Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Luka 14 mstari wa 26, Biblia inasema, kama mtu akija kwangu naye amchukii baba yake, mama yake na mke wake, wanawe, ndugu zake waume na wa kike, anasema naam, hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Naomba haya maneno kabla sijakutafsiria, tafakari vizuri sana jinsi Yesu Kristo anasema, kama umchukii baba yako, umchukii mke wako, uyachukii mambo yanayoendelea nyumbani mwako, anasema kwamba huyachukii, anasema kamwe hauwezi kuwa mwanafunzi wake. Naomba usikilize sana hapa. Ndipo Abrahamu anapoambiwa atoke katika nyumba ya baba yake. Katika nyumba ya baba yake nini kinachoendelea mpaka Mungu anamwambia Abrahamu atoke? Na hicho kitu kinaweza kuleta hatari kiasi gani kwenye wito ambao Mungu ameuweka juu ya Abrahamu, au neema au vitu ambavyo Mungu anataka kuvizaa kupitia Abrahamu.
Bwana Yesu anatuambia kwamba tunatakiwa kuwachukia watu wa nyumbani mwetu. Kwa nini tunatakiwa kuwachukia watu wa nyumbani mwetu? Sasa ninaomba nikueleze namna ya kuwachukia, jinsi ambavyo Mungu anaeleza ama Mungu anataka namna ya kuwachukia. Abrahamu hakuambiwa atoke aende kwa ndugu zake akapige kelele awaambie ninyi ni wachawi, ama ninyi amfai, ama ninyi mnaabudu mashetani, au ninyi mnaabudu giza, basi mimi najitenga na nyinyi. Kwa sababu hakumtumwa akagombane na ndugu zake, hakutumwa akafanye jambo baya. Mungu alimwambia Abrahamu atumie hekima, upole na upendo mkubwa sana kuwaaga ndugu yake na kuwaambia ukweli. Safari hiyo ni safari ya Mungu wake, tena kwa utaratibu, sio kubishana nao. Abrahamu hakutumwa aende akavunjevunje vinyago, akaharibu madhabahu zilizo kwenye familia yao, akapige, akachome moto. Unajua kuna wakati mwingine wewe unaweza kawa umeokoka, kule nyumbani bibi yako na babu yako wanaabudu miungu yao wameweka pale, unaenda kule nyumbani kwenda kuchoma moto. Sikiliza, ni kitu ambacho wenzako wanakiamini. Ukichoma moto unawaongezea hasira tu, na Biblia imekukataza kufanya vita vya mwilini. Kuna vita ya hekima hapa. Mungu anamwambia Abrahamu, toka hapo mahali, jitoe. Kuna haja gani ya kukaa hapo? Mimi nimekuita, sijakuambia ukalete ukorofi wa kimwili. Nimekuita, toka, jitenge na hao watu. Sasa swali ambalo unatakiwa kujiuliza, kwa nini aondoke? Na Mungu anamwambia achukie nyumba ya baba yake. Sikiliza mpendwa, ni kwa sababu mtu aliyeamua kumjua Mungu alikuwa ni Abrahamu peke yake, na wale ndugu zake wengine walikataa kumjua Mungu, hawakutaka kabisa kumjua Mungu. Sasa mtumishi wa Mungu, kuna msemo ambao watu wanasema ya kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Kwa nini Abrahamu atoke? Kuna msemo anasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sidhani kama unaelewa jambo hili. Abrahamu yuko peke yake, na yeye ndiye yuko na Mungu, na ndugu zake wote wanaamini miungu, ardhi yake, nchi yake, wote wanaamini miungu. Alafu Abrahamu peke yake. Unataka kuniambia kwamba hawa ndugu wakafika katika familia, wakafanya tambiko lao, wakafanya vitu vyao, wakitaka kumshirikisha Abrahamu? Akikataa hataweza kushambuliwa. Kwa hiyo katika familia hii na katika nchi hii wengi walikuwa wanaamini miungu. Kwa hiyo Abrahamu kulikuwa kuna uhatari wa kushirikishwa yale maagano ya kifamilia kwa siri sana, hata bila yeye mwenyewe kujua. Wapendwa, nataka niwaambieni ya kwamba huko nyumbani kwenu nyinyi ambao mmeokoka, kuna watu wanafanya matambiko, na nyakati zile za matambiko, wewe ukiwa umeokoka, wanajua kikupigia simu huwezi kwenda, watakushirikisha utoe hata mchango tu, au ufanye hata kitu kingine chochote. Mtasirikishwa. Kuna watu wanasirikishwa 40, mnasirikishwa kwa noma matanga, mnasirikishwa vitu vingi sana vya kifamilia. Sasa Abrahamu, Mungu aliona ya kwamba imani ya Abrahamu hii ananiamini ndio, lakini yupo katikati ya giza. Hapa mahali si pa kujitoa kwa maombi. Sikiliza nikwambie, hapa mahali si pa kujitoa kwa maombi. Hapa ni mahali ambapo Abrahamu anapaswa kuchukua hatua ya kutoka kimwili, aondoke na aende mbali, asikae tena hapo. Kwa nini Mungu anataka aondoke? Kwa sababu Mungu hakupanga kuwapa neema hawa ndugu. Hakupanga, naomba unielewe. Mungu hakupanga kuwapa neema hawa ndugu. Kwa hiyo njia ya kuisalimisha imani ya Abrahamu, Mungu anamwambia Abrahamu atoke. Kwa nini atoke? Kwa sababu hawa watu kama wakiandaa mila zao, watakuja kwa sauti nyingi za ukoo, watamwambia sauti nyingi ni sauti za Mungu, unatakiwa kututii, unatakiwa kutusikiliza. Kwa hiyo Abrahamu angejikuta anashambuliwa na angeweza kuhusika mila zao bila hata kujitambua. Wakati mwingine kama tu miongoni mwa Wakristo wa leo huwa wanashiriki hizo mila bila hata kujitambua. Kwa hiyo Mungu aliiona hatari katika kile ambacho Abrahamu anakiamini. Alijua ya kwamba vitu ambavyo mimi nimepanga kuviwekeza ndani ya Abrahamu, kama vitazaliwa katika nchi hii, vitamezwa na hawa watu wasiotaka kuamini. Kwa hiyo Mungu ikabidi asiruhusu kitu chochote kizaliwe
kwenye maisha ya Abraham katika nchi ile, na mpaka anakuja kusikia sauti na mwambia atoke. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile nchi na ile ardhi hawapo tayari kumwamini Mungu. Chochote atakachokizaa Abraham asipokuwa makini kitamezwa na wale ndugu zake, kitamezwa na jamaa zake, kitamezwa na nchi yake. Anayeamini ni Abraham, sio watu wengine. Kwa hiyo Mungu aliona kuna hatari kubwa kumbariki Abraham akiwa katika nyumba ya baba yake. Nataka nikwambie ya kwamba Mungu hakuwa na muda wa kumfundisha Abraham jinsi ya kuzivunja zile madhabahu, na Mungu hakuwa na muda ya kumfundisha Abraham jinsi ya kuharibu ule uchawi na jinsi ya kuteketeza na kuchoma moto. Ila Mungu alichokiona kwa Abraham ni kumwepusha na mtego wa ukoo, ni kumwepusha na ule mtego wa ndugu zao, kumwingiza katika mila zao, kumwingiza katika taratibu zao. Ni kwamba Mungu alichokifanya ni kumwambia Abraham ya kwamba hapa usalama ni kutoka kwenye hiyo nyumba, ni kutoka kwenye hiyo ardhi. Usipotoka, vile vyote vitakavyozaliwa vitamezwa na au ndugu zako, kwa kuwa hawaamini miungu, hawaamini Mungu ambaye unamwamini wewe, bali wao wana miungu yao wanaiamini. Ni kwamba kama Abraham angeendelea kung'ang'ania kukaa katika nchi ile, ni wazi kwamba kile ambacho angekuwa na kizaa angemzalia shetani. Kwa hiyo Mungu anachomwambia, anamwambia Abraham, waachie hiyo miungu yao, wewe ondoka kama ulivyo, ondoka kama ulivyo. Sasa jambo ambalo natakiwa uelewe, Abraham alitengeneza ukaribu na watu wengi katika ili eneo, alitengeneza ujirani mwema, kama jinsi ambavyo ilivyo katika maisha yetu sisi ya kawaida. Kuna maisha yale ya vikoba, kuna zile ibada za majumbani, kuna yale maisha. Unajua, nataka nikwambie kitu kimoja. Moja ya kitu ambacho shetani anaweza kukifanya, kitu ambacho Mungu alimwepusha nacho Abraham, nataka nikukumbushe kitu kimoja. Hivi umewahi kukaa nyumba moja na mtu ambaye ana imani tofauti? Yaani wewe umeokoka, mke wako anasali dini fulani, sitaki kuzitaja. Alafu na siku fulani mnashangaa kuna ibada zinakuja kufanyika hapo nyumbani. Alafu unalazimishwa kuingia katika zile ibada zao. Mimi sijui zinaitwaje, lakini unalazimishwa kuingia katika zile ibada zao. Sasa zile ibada ambazo unalazimishwa kuingia unazijua? Unajua anayeazimishwa ni Mungu kweli? Sasa Abraham aliambiwa atoke, kwa sababu katika ule mji ilitengenezwa mitego mingi kwa mtumishi wa Mungu. Hata kama ajitenge kiasi gani, lazima kuna vitu ambavyo atashiriki. Hebu nikwambie kitu kingine. Wakati mwingine mpendwa, sisi tumeokoka ndio na tumejitenga ndio, lakini kuna wakati tunaalikwa hata kwenye visherehe vya kishetani na tunaenda na tunakula, sio mimi lakini wapo watu ambao wanakwenda kwenye visherehe, kwenye vibirthday ambavyo vinaelekeza kabisa visherehe vya kipepo vya kishetani. Watu wamevaa nusu uchi, tunaombea visherehe vina mapombe kibao, na tunaalikwa. Wana wa Israeli kwamba walialikwa kwenye sherehe ya namna gani, alafu na mwisho wa siku wakanajisiwa utakatifu wao. Ndipo Mungu akamwambia Abraham, toka hapa mahali, ondoka hapa, kwa sababu ili eneo lina mtego mkubwa wa kuangusha kila kitu nitakachokupatia. Sasa mpendwa, haya ni maelekezo ambayo Mungu anampa Abraham jinsi ya kujitoa kwenye miungu ambayo ipo katika familia yao. Mungu anamwambia toka katika taratibu zao, katika taratibu ambazo hawa watu wamejiweka, jitoe katika hizo taratibu. Unajua, unaweza ukawa umeokoka, lakini nataka nikuambie haujatoka katika taratibu zao, na uwezi kutoka katika taratibu zao. Nimekutana na watu wameokoka, na watu wanasali, na watu wanamtumikia Mungu, wameokoka, wanasali vizuri, lakini hawajatoka katika zile taratibu ambazo shetani ameziweka katika familia zao. Wanashiriki 100% na huku wanamwabudu Mungu kwa nguvu zote. Nataka nikuambie hivi ndivyo vitu ambavyo vinazuia maisha yako. Lakini naomba unisikilize vizuri sana, kwa sababu na jambo kubwa ambalo nataka nikufundishe mahali hapa. Sasa wakati tunaenda kufundisha, wakati kinasema sisi tunatokaje, wewe na mimi sasa tuliokoka, tuliompokea Yesu Kristo. Haya ni maisha ya Abraham. Je, hili jambo ambalo alimwambia Mungu, alimwambia Abraham, wewe linakuhusu? Ili neno kama Mungu alivyomwambia Abraham, je, na wewe kuna vitu na kuna mahali ambapo unatakiwa kutoka? Je, wewe unatokaje kwenye nyumba ya baba yako? Na wewe unatokaje kwenye miungu ya baba zako? Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza
Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nimesema kwamba sisi tunatokaje? Biblia inasema ya kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unakuwaje kiumbe kipya? Jinsi ya kuwa kiumbe kipya, au ili uweze kuwa kiumbe kipya, ni kuhakikisha ya kwamba unabadilisha mtazamo wa maisha yako kutoka kwenye nia ya kwanza ambayo ulikuwa umeiweka, ambayo ni nia ya dhambi, kuiacha hiyo nia na kubadili nia yako na kuweka nia juu ya Kristo, kumtumikia Mungu na kuishi maisha ya ukweli. Hapo ndipo unaitwa kiumbe kipya. Ni kutoka katika vitu vyote ambavyo vinamwakilisha shetani. Sasa swali ambalo unatakiwa kujiuliza, vipi kama unaishi katikati ya watu ambao wanayaishi au wanayashika au wanayanena ya kale? Abrahamu aliambiwa atoke hapo, na we unaishi katikati ya watu ambao wanayanena, wanayasema, wanayaishi. Jamaa zako na watu wako ni watu ambao wanayaishi yale ambayo hayaleti uhusiano kati yako wewe na Mungu. Ni maswali ambayo unatakiwa kujiuliza. Vipi kama unaishi katikati ya ndugu, familia, marafiki na watu, jamii za watu wanaokuzunguka 100% ni watu ambao wanayaishi ya kale ambayo Mungu anayakataa na Mungu anataka yapite. Mungu anataka yapite. Sasa hiki ndicho chanzo ambacho Mungu kilichomfanya amwambie Abrahamu ya kwamba atoke na aende katika nchi ambayo atakayomwambia. Ni kwa sababu pale alipokuwa Abrahamu kwa mara ya kwanza, kulikuwa kuna nguvu kubwa sana inayoweza kuharibu maisha ya Abrahamu na kumgeuza, kumfanya kabisa akamwacha Mungu. Ndio maana Mungu akamwambia atoke. Na sisi tunaishi na jamaa ambao, tunaishi na ndugu ambao wana nguvu kubwa ya kuigeuza imani zetu na kuiharibu. Tunaishi na ndugu ambao wana nguvu kubwa ya kugeuza na kuiharibu imani yetu. Tulikuwa moto, ghafla unashangaa umekuwa baridi. Sasa ninapozungumzia kujitoa, na maanisha ya kwamba kuanzia leo anza kufikiria ni kwamba jinsi gani utaweza kutengwa na mila na matambiko na matukio yasiyotokana na maelekezo ya Mungu yanayoendelea katika familia yako. Ni jinsi gani utaweza kutengwa na mikutano inayowakilisha mila. Ni jinsi gani utaweza kutengwa na matukio ya kishetani katika familia yako, sherehe za kishetani. Jinsi gani utaweza kutengwa na hayo mambo. Utaweza kutengwa na vitu ambavyo vinamwakilisha shetani ndani ya familia. Kuna visherehe, kuna vingi sana. Mfano, ukisoma katika kitabu cha Zaburi 133, Biblia inasema mstari wa kwanza mpaka wa 3, tazama ilivyo vyema na kupendeza watu wakae pamoja na kwa umoja. Watu wakae pamoja na kwa umoja. Ndugu yangu, kuna mchezo ambao unaendelea katika familia mbalimbali. Mwezi wa 12 watu wanakutana, na wakishakutana wanachinja ng'ombe, wanachinja kuku, wanakula kama familia. Swali ambalo mnatakiwa kujiuliza, mnaazimisha miungu gani mpaka mnamwaga damu? Kuna watu wanajua hiyo siri. Sasa Mungu anaposema tunatakiwa kujitenga, unatakiwa kuwa macho dhidi ya kila kusanyiko lolote ambalo unaalikwa, au kusanyiko lolote ambalo unaalikwa ndani ya familia, na kutafakari tukio hili linamwakilisha Mungu. Na kama ukigundua tukio hili alimwakilishi Mungu, tafuta hekima ya kujiepusha na mikusanyiko ambayo ndani yake imeficha hekima na ibada za kishetani. Tafuta njia ya kujiepusha, na sio lazima wajibu vibaya, na sio lazima uwape majibu ambayo atawaumiza, sio lazima uwape majibu ambayo yatengeneza vita. Wajibu kwa hekima sana ili utoke. Wapendwa, kuna vitu ambavyo vimebeba hekima kubwa sana, lakini ndani yake vimeficha imani ya kishetani. Hata urafiki ambao huwa tunatengeneza na baadhi ya watu maofisini. Hebu nikwambie kitu kimoja. Kuna siku niliwahi kualikwa kwenda kuhudhuria birthday fulani
Ile birthday ilikuwa ina vileo vya kila namna, na mimi ndio niliitwa kwenda kuombea, lakini ghafla nikaanza kukosa amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa kuna michezo ya kishetani ikiendelea pale. Sasa mtumishi wa Mungu, tunaenda kuombea vitu kama hivi vya nini? Wakati huo nilikuwa simjui Mungu vizuri, na nilivyotoka pale Mungu alinisemesha kwa ukali ya kwamba sitaki mambo haya. Unajua, kama una Roho Mtakatifu kweli, sidhani kama hayo mahali hiyo sehemu unaweza ukakaa. Unajua, ukiwa na Roho Mtakatifu vizuri, kuna sehemu huwezi kukaa. Mtumishi wa Mungu, unaenda baa unapata 2-3, hata kama soda tuwezi, kama kweli una Roho Mtakatifu. Unajua, sio utaratibu. Mimi sikupi utaratibu, nataka usikilize sauti ya ndani, inakuzuia kukaa baadhi ya maeneo, inakuambia kabisa hapa ulipo sio salama, hapa ulipo sio salama. Tunapozungumzia nyumba ya Baba ambayo unatakiwa kutoka, ambayo Abrahamu alitoka, na hata wewe unatakiwa kutoka katika nyumba hiyo ya baba yako. Shetani kuna misingi ambayo ameitengeneza katika familia yako. Kuna roho ambazo adui amezipandikiza katika familia yako, na hizo roho ni roho za kulisishana. Mtu anaokoka, anakuja kwa Kristo, lakini hayuko tayari kuachana na tabia na msingi ambao unapatikana kwenye nyumba ya baba yake, asili yake. Mtu anaokoka na bado anaiendekeza asili ya ndugu zake, baba zake. Hebu tusome katika kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 1 mpaka wa 2. Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake ni nini hata mkatumia methali hii katika Israeli mkisema, baba alikula zabibu mbichi nao watoto wakatiwa ganzi? Biblia inasema ni baba alikula, lakini ganzi imewapata watoto. Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba kuna tabia ambazo walikuwa nazo wazazi wetu, na hizo tabia tumelisishwa sisi, na hizo tabia ambazo walikuwa nazo wazazi wetu walizianzisha wao ndo walichuma hiyo zabibu ya dhambi wakala, alafu wakala na sisi tulikuwa kwenye matumbo yao. Anasema tukatiwe ganzi. Zile tabia zimekuwa chronic, zimekuwa sugu kwenye akili zetu kiasi kwamba hatuwezi kusikia maneno ya Mungu, kwa sababu ndani ya akili zetu, ndani ya akili za hawa watu tayari kuna ganzi. Na hii ganzi ni ganzi ya namna gani? Ni tabia za baba zao, ni tabia za baba zao, tabia za mababu zao, na Yesu anataka watoke kwenye hizo tabia. Sasa mtu anapohubiriwa habari za Mungu au anapohubiriwa habari za Kristo, anaposomewa mambo ya Mungu, unadhani kwamba ni rahisi mtu huyo kuweza kuamini? Sio rahisi kabisa. Ni ngumu sana kumwamini Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Wametiwa ganzi katika ufahamu, wametiwa ganzi na zile tabia. Ni ngumu sana kumwamini Yesu, ni ngumu sana kuyaamini maandiko matakatifu. Mpendwa, hebu fikiria mfano wa kitu ambacho kinaitwa ganzi. Naomba ujifunze kuhusiana na ganzi. Ganzi, ukila mfano tunda, alafu tunda likikutia ganzi kwenye meno, huwa huwezi kula. Mfano embe, hauwezi kula kitu kingine kiurahisi, meno yako yanakataa kupita kitu kingine, hata maji ya baridi yatataka. Hebu jaribu kufikiria kwamba wakati mtu anatolewa jino, amewekewa sindano ya ganzi, wakati jino linatoka hasikii kitu kingine chochote isipokuwa yale maumivu yakitoka, ndo atagundua kwamba nilikuwa natolewa jino, ndo atasikia maumivu baadaye. Sasa Biblia kwa nini imetaja kitu aina ya ganzi mahali hapa? Imetaja ganzi kwa sababu ganzi huwa hairuhusu kitu kingine kuingia. Mfano, mtu akipooza, unaweza ukashika hata mkono wake na asijue na asitambue. Unaweza ukamchoma hata sindano, au unaweza ukafanya hata kitu kibaya kwenye mkono wake, asisikie maumivu ya aina yote. Hiyo ni ganzi. Vipi mtu akiparalyze, hata kumwombea wakati mwingine inakuwa ni shida sana. Ganzi ikiingia kwenye mwili wa mtu ni ngumu sana uzima kuingia. Sasa Biblia inasema dhambi inafananishwa na ganzi. Dhambi ikiwa ndani ya mtu ni mfano wa ganzi, kiasi kwamba
Kama tutakuhubiria maandiko matakatifu alafu wewe una ganzi ambazo ni tabia za ndugu zako, mababu zako, anasema ni ngumu sana kubadilika. Kwa hiyo unaweza ukawa unalipokea neno la Mungu, ila uko ndani kuna ganzi za mababu zipo. Hata kama tukajitahidi kiasi gani kukuhubiria maneno matakatifu, ni ngumu sana kupokea neema hii kama jinsi tunavyokuhubiria. Kuna mtu ambaye wakati mwingine unajaribu kumshauri, unamwambia ndugu yangu okoka, ndugu yangu badilika, ndugu yangu uwe mwaminifu, ndugu yangu twende kanisani. Unamhubiria ni kama nakusikiliza, ametiwa ganzi, hawezi kukuelewa, hawezi kukuelewa. Ganzi, zile tabia za kurithi hataki kuziacha. Na mimi nataka nikwambie siku ya leo, tabia ambazo zinahesabika kama ganzi huwa zitoki kwa maombi. Yaani toka kwenye nyumba ya baba yako, amua kuacha. Usitaki kwenda kupakwa mafuta ukaamini ya kwamba moja ya tabia ulizonazo zitakuondoka. Kamwe hazitaweza kukuondoka. Yaani hizi ni za kuacha. Ndio maana Bwana Yesu alisema ya kwamba tunatakiwa kulipa gharama, na huko kulipa gharama ni gharama ya kuacha dhambi. Na moja ya gharama ambayo wanadamu hawataki kuilipa hiyo gharama ni kuacha dhambi, kwa sababu mnaogopa kuchukiwa, mnaogopa kutengwa na ndugu zenu. Yesu mbona alitengwa? Yesu mbona alikataliwa akapigwa msalabani? Lakini hata nyinyi mnaogopa kutengwa na ndugu zenu, mnaogopa kutengwa na jamii. Watu watatuonaje kama tutachukua maamuzi haya? Kwa sababu mmetiwa ganzi na hizo tabia, mmetiwa ganzi. Mnaona mkiacha undugu wa familia zenu bado hamwezi kuonekana vizuri, au mkiondoka katikati ya tabia zao, mkiondoka katika matambiko yao, bado majina yenu hayawezi kutajwa vizuri. Kuna mahali inawezekana bado tunahitaji sifa zao, Yesu anasema tutoke huko. Kuna mahali bado tunahitaji maneno yao, Yesu anasema tokeni huko, huko mtoke, huko mtoke. Ni kwamba mbaki ninyi wenyewe. Sasa mpendwa, kitu ambacho nataka nikuambie, tabia hizi ambazo sasa Yesu Kristo anazizungumzia hapa, ya kwamba baba alikula zabibu mbichi, watoto wametiwa ganzi. Tabia hizi zinahesabika kuwa kama nyumba ya baba yako. Sasa je, ikiwa sasa umeokoka ama umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, je, umeacha vyote? Kweli umeacha? Ama umeenda kwa Yesu ukiwa na nyumba ya baba yako? Na kuna watu, kama unafuatilia somo hili, kuna watu ambao wameokoka na wamezibeba hizo nyumba za baba zao, wameenda nazo kwa Yesu. Ni mahali ambapo Abrahamu aliambiwa atoke, na asipotoka hakuna mabadiliko yatatokea, hakuna kitu kizuri kwa Abrahamu kitatokea, wala hakuna uzao utakaojitokeza. Sikiza vizuri mpendwa, kuna watu ambao wameamua kuchukua nyumba za baba zao ambazo ni asila, wanatembea nazo ndani ya wokovu. Tamaa, ugomvi, ubishi, kujiinua, kujiona kuwa bora kuliko mwingine, maneno, umbea. Hizi ndizo nyumba. Hii ndiyo nyumba ya Abrahamu, nyumba ya baba yako, ambayo Mungu alimwambia Abrahamu, toka. Jinsi ya kutoka wewe sio kuwaambia, ni kujitenga na hizo taratibu zao, kujitenga na hayo matendo yao, sio kuwatangazia, sio kuwatangazia, kugombana nao, kupigana nao. Jitenge na hayo mambo waliokuwa wakiyafanya, jitenge nayo hayo, usiyafanye kama wao wanavyofanya, usiishi kama wao wanavyoishi. Jiepushe na hayo maisha yao, jiepushe na maneno yao, jiepushe na misemo yao, jiepushe na hasira yao. Mpendwa, kama wewe umeokoka na bado upo sehemu ya hasira, bado upo sehemu ya maneno, bado upo sehemu ya visasi, bado upo sehemu ya malipizi, bado upo sehemu ya kujiinua, wewe umekataa kutoka kwenye nyumba ya baba yako. Mpendwa, kuna Wayahudi ambao walijaribu kumwambia Yesu ya kwamba sisi baba yetu ni Abrahamu, lakini ndani ya mioyo yao walikuwa ni watu wanaotafuta kumuua Yesu.
Unajua, unaweza ukawa unajiita mtumishi wa Mungu, lakini ndani ya moyo wako una tabia za kuwawazia wengine na kuwafanyia wengine mambo mabaya. Yohana 8 mstari wa 44, Yesu akawajibu akawaambia, ninyi baba yenu ni Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hiyo kweli haimo ndani yake. Asemapo asema uongo, tena usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo wenye uongo. Kwa hiyo nataka nikuambie, ikiwa wewe hujaamua kuacha hasira, hujaamua kuacha tabia fulani ambazo za machukizo, maanake wewe mpendwa, haujatoka kwenye nyumba ya shetani, tena upo ndani ya nyumba ya shetani, upo kabisa. Ndio maana Yesu anawaambia watu hawa, anawaambia kwamba ninyi baba yenu ni shetani, na ishara ya kwamba ninyi baba yenu ni shetani ni hicho mnachokiongea. Sio kwamba mna mapepo, hapana. Sio kwamba mna majini, hapana. Hicho mnachokiongea, hivyo jinsi mnavyo act maisha, jinsi ambavyo mnakasirika, hayo mambo, kipenzi mkuu, mtendaji mkuu ni shetani. Na shetani wanaofanya mambo haya ni watoto wake. Mungu alisema, Yesu alisema, aliwaambia Wayahudi. Ukisoma hapo utaona Wayahudi wanataka kumuua Yesu. Akawauliza, kwa nini mnatafuta kuniua? Kwa nini watu wanakuwazia vibaya alafu wanajiita wameokoka? Kwa nini watu wanakuwa na hasira alafu wanajiita wameokoka? Kwa nini watu wanajiita wameokoka lakini tamaa hawaachi, maneno hawaachi, matukano hawaachi? Kwa nini wanajiita wameokoka? Hapana. Hebu tafakari kuhusu wokovu wako. Nataka nikwambie, haujatoka kwenye nyumba ya baba yako na hujatoka kwenye nyumba ya shetani. Bado upo na bado unamtumikia ipasavyo. Unaenda kanisani, unakuta kanisa ni kama dunia. Kuna umbea, kuna maneno, washirika wanasemana vibaya, washirika wanagombana, washirika wanamsema mchungaji. Mtu akimjua Roho Mtakatifu kidogo tu, akianza kujua maono tu kidogo, anaanza kujifanya mjuaji, anaanza kujiona anaweza kumiliki kanisa lake. Tatizo ni nini? Hamjatoka kwenye nyumba za baba zenu. Bado mmekuja katika wokovu na zile roho zinazopatikana kwenye nyumba za baba zenu. Kama mngetoka kwenye nyumba za baba zenu, msingelikuwa na hizi tabia. Ile tabia hizi ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hamjatoka kwenye nyumba za baba zenu. Hamjatoka kule. Bado mnatumikia tamaa zile zile. Uwezi ukawa kusema kwamba una Yesu na tabia za babu yako ambaye hataki hata kumtumikia Mungu. Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 43, Biblia inasema, pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipokuwa na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu husema, nitarudia nyumba yangu kwangu nilikotoka. Hata nikija akaiona tupu, ameifagia na kupambwa, mara huenda kuchukua pamoja na wengine pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, na hao huingia na kukaa humo, na mtu huyo hali yake huwa mbaya, hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko hali ya kwanza. Sasa target, kuna neno ambalo nataka kutafsiri hapo. Anazungumzia kwamba pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipokuwa na maji, alafu usema nitairudia nyumba yangu. Sasa nataka nitafsiri hilo neno. Nini maana ya kuirudia nyumba? Unatakiwa kujiuliza, nyumba anayorudia pepo mchafu ni nyumba gani? Ni nyumba ya aina gani? Mpendwa, hiyo nyumba ambayo Biblia inazungumzia mahali hapa siku ya leo ni tabia ambayo imejengeka ndani yako na unatembea nayo katika wokovu na utaki kuiacha. Majibu makali, mawazo mabaya, matendo maovu, kuishi sawasawa na wale uliowaacha kule nyuma. Nataka nikwambie ya kwamba wakati wewe unaona mambo haya ni mambo ya kawaida, ama wazo hili ndani yako ni wazo la kawaida, Biblia inakuonya, inakuambia hiyo ni nyumba inayoweza kuhifadhi pepo. Hiyo ni nyumba inayoweza kuhifadhi pepo. Kwa mtu ambaye anasikiliza ninachokihubiri mahali hapa, kama uliwahi kukemea pepo, uliwahi kuomba
Hebu niulize tu swali, kitu gani kinakuweka humo ndani? Watakwambia kuna hasira anazo huyu mtu, watakwambia kuna tabia anazo. Sisi tunakaa ndani ya hizo tabia, au tunatembea kwenye hizo tabia alizonazo. Kwa hiyo nataka nikwambie, mtu yoyote aliyeokoka akifanikiwa kuziondoa tabia alizozizoea na akaivaa tabia ya Kristo yeye mwenyewe, si kwa maombi, hebu jaribu kuacha, achana na hiyo misingi. Hebu nitoe mfano mzuri mahali hapa siku ya leo. Unapokuwa unaomba, mara nyingi kuna watu wanasema tunavunja ngome. Hebu jiulize swali, ni ngome ya namna gani? Na pia kuna nyimbo ambazo tunaimba, hebu tafakari maneno ya huo wimbo. Kuna wimbo ambao tunaimba unasema kwamba jina la Yesu ni ngome, ni ngome yangu, ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Labda huu wimbo unaimbaga bila kuelewa maana yake unamaanisha nini, lakini naomba maneno yake uyatafakari vizuri. Anasema jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Sasa unasikia Biblia inachosema hapo juu, inasema ya kwamba pepo mchafu akitoka, anasema kwamba atairudia nyumba yake. Kama imekwisha kufagiliwa, ataingia. Kama kutakuwa na uchafu utakaomfanya yeye akae, Biblia inasema kwamba atakaa kwa uchafu upi? Uchafu huo ni hasira. Sasa wale ndugu zangu ambao wakati mwingine tunaomba, tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunaposema tunavunja ngome katika ulimwengu wa roho, umewahi kujiuliza hizo ngome ziko wapi na zimejengwa wapi? Naposema tunavunja ngome, ni ngome gani? Hizo ngome hazitavunjika usipozijua. Naomba nikwambie, ngome hizo ambazo wewe unazivunja zinapatikana kwenye huo wimbo ambao umewimba ama tunawimba kila wakati kwamba nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Biblia inasema kila atajaye jina la Bwana na aache uovu. Mbona kuna watu wanataja jina la Yesu na wana ngome ya hasira? Kuna watu wanataja jina la Yesu na wana ngome za kiburi. Kuna watu wanataja jina la Yesu na wana ngome za matukano. Kuna watu wanataja jina la Yesu wana ngome za maneno, wakati Yesu anasema utajapo jina hilo, na mwenyewe unaimba kabisa, nitajapo jina hilo ngome nyingine sina, na huku umeishikilia na huku umeikamata ngome hiyo, hata kuachilia utaki, ngome ya kiburi. Sasa mpendo, naomba nikwambie kwamba kama unajijua wewe una ngome ndani yako, ngome sio mizimu, na sizungumzii mizimu hapa, na sizungumzii mashetani. Biblia inasema ya kwamba pepo mchafu amtokapo mtu anakuja kuangalia nyumba kama imekwisha kufagiliwa. Sikiliza, pepo alikuingia tu. Kuna vitu kwanza Biblia inasema unatakiwa kuvitanguliza ndani ya moyo wako vinavyowekaga mapepo, na hivyo vitu vikikaa ndani ya moyo wako ni ngome ya mashetani. Sasa ndugu yangu, unakubali kuimba wimbo huu ya kwamba nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, na unajua kabisa umbea, maneno huachagi, unamdanganya Yesu huku mwenyewe unaona. Kwa hiyo unapong'ang'ania tabia zile za kimisingi au tabia zile za kifamilia, unapozing'ang'ania, kimsingi ni kwamba hizo tabia zimehifadhi malango ya mashetani ya uharibifu ambayo yanaharibu kabisa neema uliyoibeba, ama vitu unavyovifanyia kazi usiku na mchana vinaharibiwa na hizo tabia ambazo umezishikilia katika maisha yako. Mapepo wanapita kwenye hizo tabia ili kuleta uharibifu katika nyumba yako. Mpendwa, siwezi kukufariji. Hasira haiwezi kukusaidia. Chuki haiwezi kukusaidia. Maneno hayawezi kukusaidia. Hakuna msaada wowote utakaopata wewe ndani yako kama utaamua kupeleka ama kuendesha maisha yako kwa njia ya chuki na kiburi. Utaharibiwa na Mungu hatakuwa upande wako. Toka kwenye nyumba ya baba yako. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Mwanzo 4 mstari wa 6 mpaka wa 7, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hautapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko mlangoni inakuotea. Mungu anamwambia Kaini, tena inakutamani wewe. Sikiliza ili neno la Mungu linavyosema ya kwamba kuna dhambi, lakini hiyo dhambi ili ije ikae ndani yako,
kuna kitu cha hatari kimetangulia kwako. Kaini anaambiwa ya kwamba, Kaini, nisikilize, una hasira. Sasa nakuonya juu ya hiyo hasira, kwa sababu kuna roho inakutamani kukutumia baada ya kuonekana kwamba una hasira. Unajua mpendwa, ukiwa na tabia fulani fulani, mapepo yanakutamani hata kama hauna. Ndio maana kuna wakati mwingine unafanya kitu alafu mwisho siku unajutia. Kaini anaonywa hapa, anaambiwa una hasira. Kuna roho inakutamani baada ya kuonekana una hiyo hasira, na hiyo roho ikikuingia inataka iue kupitia wewe. Mungu anachoambia Kaini. Kwa hiyo mfano, naomba nikwambie kitu hiki. Una mke ambaye ana hasira, una mume ambaye ana hasira. Msitafute mchawi ni nani, mnaharibu maisha yenu ninyi wenyewe, kwa sababu hiyo ndiyo milango mikubwa sana adui anayeitumia kuharibu maisha yenu. Ngoja niwaambie, msipende sana kutafuta wachawi. Mchawi kama uwezi kuzishika tabia zao, kama wewe uwezi, umetoka kwenye nyumba zao, umetoka kwenye ngome zao, umetoka kwenye fikira zao, umetoka kwenye matukano yao, umetoka jinsi wanavyowaza, mawazo yako hayafanani na wao, hakuna silaha itakayofanikiwa katika maisha yako hata kama usipoomba. Sasa unapiga malango ya kuzimu, unavunja malango ya kuzimu. Unayajua hayo malango ya kuzimu? Unayafahamu yanapatikana wapi? Unakwenda katika ulimwengu wa roho, mbona unayaacha kwenye mwili wako? Biblia inasema, inamwambia Kaini afunge mlango wa ghadhabu, vita haitakuwepo. Na Biblia inakuambia, hebu funga mlango wa maneno, vita itatoka wapi? Hebu funga mlango wa kiburi, vita itatoka wapi? Hebu funga mlango wa hasira, vita itatoka wapi? Kaini anaambiwa funga mlango wa ghadhabu, vita haitakuwepo, makosa hayatakuwepo. Kuna mlango ambao umeuacha, unao kila siku. Watu wakikuuzi kidogo tu unautumia mlango huo, au tumii mlango wa Kristo. Kitakachokukuta mpendwa ni uharibifu katika kila utakachokifanya. Sasa na maombi yako kwamba tunapiga ngome, nataka nikukumbushe tu, unapiga hewa. Kama haujui kuyavunja malango ya chuki, hujui kuyavunja malango ya hasira, hujui kuyavunja malango ya tabia zako, kila unaposhughulika na hayo malango unapambana na tabia yako mwenyewe, unajiharibia maisha yako mwenyewe. Hakuna kitu. Pambana na tabia zako ili Yesu akusaidie katika maisha ambayo unaishi kila siku. Kuwazilishia watu kwamba we ni mkali, unajua kuongea, unajua kuwajibu vibaya, nataka nikwambie hiyo haikusaidii, zaidi ya kuongezea matatizo katika mafanikio yako na katika baraka zako. Kama sisi tunataka Yesu akae ndani yetu, kama sisi tunataka Mungu akae katika maisha yetu, ni lazima tukubali kutoka kwenye tabia zote za kidunia ambaye ni nyumba ya Shetani, na hizo tabia ambazo Mungu hazipendi, ili Mungu aweze kutuinua. Sikiliza, kama huwezi kutoka kwenye nyumba ya kidunia na tamaa zake, kamwe utaomba sana, utakesha, utaomba na Mungu afanye. Mungu hatoweza kukubariki. Hakuna kitakachobadilika katika maisha yako. Utaomba, utafunga, nataka nikwambie maisha yako yatakuwa pale pale. Na hii ndiyo sababu inayesababisha mtu yoyote ambaye unamwombea anayeteseka na roho za mizimu azimwachii. Chanzo kiko hapa. Nataka nikwambie, kama wewe ni muombeaji unaombea watu, usimwombee tu. Fuatilia hiki chanzo ambacho leo nakufundisha. Ndicho kinachosababisha mapepo wanarudi. Sasa nimalizie kipengele cha mwisho. Madhara ya kutoka kwenye nyumba ya baba yako. Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 12, samahani, nifungue kidogo hapa. Mwanzo 12 mstari, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nyumba ya baba yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Narudia tena. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kuwabariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zako za dunia watabarikiwa.
naomba usikilize sana kipengele hiki ambacho kwa namna moja ama nyingine wenda nitakukatisha tamaa katika kukufundisha. Ikiwa Mungu alimwambia Abrahamu atoke katika nyumba ya baba yake, kama asingetoka, asingekubali kutoka, hakuna jambo la kimungu ambalo lingeweza kuzaliwa katika nyumba ya Abrahamu na katika ardhi ambayo alikuwepo. Sikiliza pia, wewe Mungu Yesu Kristo amekuita, amekuambia njoo. Utaki kutoka kwenye mambo ya kidunia. Nataka nikwambie, ni kama Abrahamu tu alivyoitwa, na wewe umeitwa vile vile. Nataka nikwambie, vitu vyako havibadiliki, mambo yako hayabadiliki. Kwa sababu gani? Umeshikilia hizo tabia. Hakuna kitu kitakachoota, kwa sababu Yesu anajua akikubariki mizimu itakula hizo tabia ulizonazo. Na hayo mambo Yesu anakushauri kila siku, wache hasira, utaki kuacha, wache maneno, utaki. Hizo tabia kazi yake ni kutafuna baraka za Mungu, na Mungu hatoruhusu baraka kamwe kwenye maisha. Kwa sababu gani? Anajua kama atazileta hizo baraka atakuwa anamsaidia kazi shetani. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo 7 mstari wa 9, anasema, au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akiomba mkate atampa jiwe, au akiomba samaki atampa nyoka? Unajua Mungu anachokisema hapa? Anasema ya kwamba ni nani kwenu ambaye atakwenda mbele za Mungu ataomba kitu alafu asipewe, au atapewa kitu kingine kinachomuumiza zaidi? Hebu nisikilize, chanzo cha kuto kujibiwa na chanzo cha Mungu kuto kuzungumza, chanzo cha Mungu kuruhusu maadui waendelee kututandika au waendelee kupiga maisha yako, ni kwamba ameshakupa agizo, toka kwenye nyumba ya baba yako, na hujatoka. Na nyumba ya baba yako sasa sio nyumba ya baba yako. Sasa katika agano hili, nyumba ya baba yako ni tabia za duniani humu, tabia za humu duniani, mambo ya humu duniani. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu akupo ndani yake. Hiyo ndio nyumba ya baba yako, ambaye ni tabia ambazo shetani ameziachilia katika dunia hii, na wewe upendi kuziachilia. Sasa kuna maswali ambayo unapaswa kujiuliza. Nini kinasababisha mapepo wanarudi, Mungu ajibu, aonekane, Mungu anachelewa kutoa majibu? Haya yote ni kwa sababu gani? Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifahamu, naomba ufahamu kwamba umeitwa, na ulivyoitwa kuna utaratibu ambao Mungu amekuwekea jinsi alivyokuita. Je, unaenda sawa na jinsi alivyokuita? Namba 2, umeitwa. Je, umetoka kama Mungu alivyokuambia utoke, ama umechelewa kutoka? Unachelewa kuchukua hatua, unachelewa kuchukua maamuzi. Namba 3, unatoka taratibu, unaacha dhambi kidogo kidogo, unaacha mambo taratibu taratibu. Sasa nani akubariki wewe? Unaacha vitu taratibu taratibu, na unajua kabisa hiyo ni miungu, ni hatari. Toka, acha hivyo vitu mara moja ili Mungu akusaidie. Namba 4, Mungu amekuita, lakini wenda una sita sita, sijui niokoke nisiokoke, sijui nibadilike. Hata kama ukitolewa pepo umesaidiwa, una sita, unachelewa. Na Mungu hawezi kumsaidia mtu anaye sita. Anasema wanao sita sisi hatumu miongoni mwao. Una wasiwasi juu ya Bwana, uamini na Mungu amekuita, bado unapeleleza, unazunguka makanisa kila bahali. Sasa Mungu anakubarikije? Nataka nikwambie, kuna watu wanaomba wakiwa nje ya target. Usipokaa kwenye wito wa Mungu, mpendwa, hakuna vitu vya kimungu vinazaliwa kwa mtu ambaye hana agano na Mungu. Hakuna vitu vya kimungu vinazaliwa kwa mtu ambaye hataki kulishi kusudi la Mungu, hataki kuwa mtumishi wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Kutoka, Biblia iko wazi sana, tuambie kwamba mtu atajaye jina la Bwana, Kutoka 27, na aache uovu. Sasa hebu nikuulize swali, vipi kama Abrahamu angeamua kumwita Mungu akiwa kwenye nyumba ya baba yake, na Mungu amesema toa masharti, siwezi kuonekana hapo zaidi ya Kutoka? Na hiki ndicho kinachoendelea. Watu mnamwita Mungu aonekane mahali ambapo Mungu ameshasema hawezi kuonekana. Ameshakwambia toka kwenye nyumba ya baba yako, toka kwenye dhambi, hutaki kutoka. Toka kwenye tamaa, hutaki kutoka.
toka kwenye kisasi, hutaki kutoka. Sasa Mungu atakusaidia. Kwa nini unamwita Mungu ukiwa umeshikilia hizo tabia, ukiwa bado hutaki kutoka kwenye nyumba ya baba yako ambaye ni Shetani? Nataka nikwambie ya kwamba Mungu wakati anamsemesha Abrahamu atoke, Abrahamu hakutumia muda wake kumshawishi Mungu, naomba unibariki hapa hapa. Kwa nini watu wanataka kubarikiwa wakiwa na tabia ambazo Mungu hazitaki? Utagundua ya kwamba kilichosababisha Sara awe tasa ni kwa sababu ya tabia hizo, na Mungu hakuweza kupitisha uzao kwenye tumbo la Sara kwa miaka mingi na muda mrefu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama vingezaliwa vitu vingemezwa na hizi tabia za nyumba ya baba yake Abraham na ardhi hii. Nataka nikuambie, kuna vitu Mungu hawezi kuvileta kwenye maisha yako kwa sababu ya watu ulionao, tabia ambazo unazishikilia. Mungu alimwambia Abrahamu, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Swali la kujiuliza, kwa nini hakufanywa pale pale? Ni kwa sababu Mungu anajua ya kwamba kama Mungu angemfanya Abrahamu, angembariki, asingeweza kuwa taifa katika nchi ile. Kuna mahali ambapo upo Mungu hawezi kukubariki. Kuna aina ya watu ambao uko nao Mungu hawezi kukubariki. Omba unavyojua wewe, haitawezekana utabarikiwa. Na ndio maana anasema ya kwamba huwezi kuomba mkate akakupa jiwe. Sasa nini kinatokea na tumeomba mkate na tunaona jiwe, majibu hayatokei? Ni kwa sababu bado tupo kwenye nyumba za dunia, bado tupo kwenye nyumba za dunia. Hizo tabia mnazoshikilia zina matokeo yake yasiyofaa. Mungu anasema tena zina matokeo yasiyofaa. Ni lazima tuachane na hizo tabia. Utagundua ya kwamba Shetani anazuia nafasi yako, ukuu wako, nafasi yako ambayo Mungu amekuwekea katika maisha yako kupitia misingi ambayo adui amekuwekea katika ukoo wenu, na wewe hutaki kutoka katika zile taratibu na umeokoka. Nataka nikwambie ya kwamba kinachokuchelewesha sio kitu kingine, ni misingi ambayo Shetani ameweka ndani yako. Kuna tabia hutaki kuziacha, na hiki ndicho kinachokuchelewesha. Sikiliza mpendwa, kuna vitu hujaamua kuacha ili Mungu awekeze vitu vyake ndani yako, na Mungu hawezi kuwekeza kama hujaacha. Lazima uache ili awekeze. Maandiko matakatifu yanasema katika Yohana 8:36 na mstari wa 32, Bwana akituweka huru tutakuwa huru kweli kweli, tutakuwa huru kweli kweli, nanyi mtaifahamu ile kweli. Sasa sikiliza, neno linasema Bwana akituweka huru. Hicho kinachotufanya tusiwe huru ni nini? Yesu anasema kwamba anatuonyesha kuna vitu ambavyo vinatufanya tusiwe huru. Tabia za nyumbani kwetu, tabia za umu duniani zinatufanya tusiwe huru. Tuzidi kuteseka na magonjwa, kuteseka na mambo mbalimbali, tunakosa majibu yetu ya kiroho. Mungu anashindwa kuonekana kwa sababu ya zile tabia ambazo adui amezipandikiza katika maisha yetu. Hizo tabia zimebeba magonjwa, zimebeba matatizo mengi yanakufisha mengi. Changamoto nyingi zimejificha katika hizo tabia ambazo unazing'ang'ania. Mpendwa, nisikilize. Kama Mungu alimwambia Kaini, dhambi, kwa nini una ghadhabu? Ikiwa wewe una roho yoyote, una kiburi, una kijicho, una kitabia fulani tu ambacho hakifai, kuna roho nyingi sana za mashetani zinazokutamani na zinazotamani kufanya kazi kupitia hiyo tabia yako, na kuna mapepo mengi na kuna majini mengi sana. Utakiwi hata kuingiza hiyo tabia ndani ya dakika moja kwenye mwili wako, kwa sababu itakuletea madhara kwenye wokovu wako. Biblia inasema, njoni kwangu mnaoteseka na kuelemewa, njoni kwangu mnaoteseka na kuelemewa na mizigo ya dhambi, katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28. Mizigo tumejitwisha sisi wenyewe, mambo ambayo Yesu anatuambia tuache na sisi hatutaki kuyaacha. Hatutaki kusikia neno kuyaacha, na Yesu anasema tuyaache ili akae ndani yetu, lakini kuna watu hawataki kuyaacha. Mpendwa, je,
mpaka lini utaamua kuendelea kubaki kwenye nyumba ya shetani? Mpaka lini utaendelea kushikilia vitu vya baba yako ambaye ni shetani? Kwa nini usichukue maamuzi ya kutoka kwenye vitendo vya umu duniani ili Mungu alete uzao kama alioleta kwa Sara, ili Mungu alete baraka kama alizozileta kwa Abrahamu, ili Mungu alete maisha mapya? Sikiliza, kama hatujatoka, yapo maandiko yanasema mbegu isipokufa hakuna kinachoweza kuota. Kuna vitu vya kidunia ndani ya mtu aliyeokoka, kama havijafa hakuna tukio la kimungu linaloweza kuendelea katika maisha yako. Ndio maana katika ile nchi ambayo Abrahamu na mke wake walikuwepo, hakuna tukio la kimungu ambalo lilizaliwa katika nchi ile mpaka siku walipotoka. Na wewe ambao unanisikiliza leo, ambao unasikiliza somo hili, hakuna tukio la kimungu litakalozaliwa kwako kama hutaweza kutoka kwenye tabia za kidunia, hutaweza kutoka kwenye tabia za dhambi, hutaweza kutoka kwenye kiburi, hutaweza kutoka kwenye dhambi kidogo, hutaweza kutoka kwenye maovu kwenye mizaa, hutaweza kutoka kwenye kujiinua. Hizo ndo nyumba za baba yako Shetani. Sasa Mungu anataka utoke ili akuinue. Sawa, Mungu amekuahidi wewe ni mkuu, lakini ukuu wako hautaonekana. Mungu amekuahidi wewe ni mkuu, utafika mbali. Wewe ni nabii, amekuahidi wewe ni mchungaji, amekuahidi wewe ni mtenda miujiza. Hivyo vyote vitakufa kwa sababu kuna tabia ambayo hutaki kuiacha. Na hii tabia sio ya kuiombea mpendwa, sio ya kuwekeana mikono. Chukua hatua kuacha, na fanya maombi mwenyewe, sio wekeane mikono na watumishi wa Mungu kutoka kwenye nyumba ya baba yako. Kama unataka kuomba kuzivunja ngome, kwanza vunja huo utaratibu. Kwanza ni vigumu kusema mimi kuanzia leo naacha matusi, mimi kuanzia leo naacha dharau, mimi kuanzia leo naacha kiburi. Sasa unapoziacha hizo tabia, ndipo unavunja ngome za adui katika maisha yako, na mapepo yatakuwa yana nafasi katika moyo wako, yatakuwa yana nafasi katika maisha yako. Mawazo yote vunja. Msipende kuomba ya kwamba tunavunja malango ya kiroho. Unayo mwenyewe hayo malango ya kiroho na uyaoni, alafu unapiga ya rohoni, unapiga ya shetani. Sikudanganye, malango ya kwanza unayotakiwa kuyashambulia ni hayo ulionayo ndani ya moyo wako. Yapige, yateketeze, yabomoe hayo, yavunje hayo. Chukua maamuzi, achana na hizo tabia. Kuzimu itakusahau na miungu itakusahau, haitakujua na itakuogopa. Usiwe mwepesi wa hasira, usiwe mtu wa kupenda kuongeongea vitu vya ajabu ajabu. Kuanzia leo uwe na utaratibu katika kila jambo unalolifanya. Amen. Asante. Mungu akubariki kwa nafasi yako kwa ajili ya kusikiliza somo hili siku ya leo, na kwenda kuingia katika maombi. Nitakuongoza, nitaomba uombe nami, na kisha uchukue hatua juu ya somo hili ambalo Mungu amekuletea siku ya leo. Barikiwe sana. Ninaomba wakati huu sasa tuingie katika maombi mpendwa, ili tuweze kumwomba Mungu akuondolee dhambi za baba zako na ukoo wako ambazo zimejificha katika maisha yako kwa njia ya tabia za kurithi. Naomba tuombe toba wakati huu. Sema: Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya somo hili, kwa ajili ya ujumbe huu ambao Mungu umezungumza na maisha yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mimi ni mwenye dhambi, nimekuja mbele za uso wako siku ya leo. Natubia dhambi ya familia yangu, nyumbani mwa baba yangu. Natubu dhambi zote, makosa yote. Ninaomba nisamehewe, unitakase, unioshe tabia za kulisi. Tumelisi mizimu, tumelisi tabia za giza, tumelisi mambo ya kifamilia ambayo Mungu ulimwambia Abrahamu atoke katika hayo. Mungu mwenye nguvu, mimi mtumishi wako ninaomba toba, ninaomba msamaha kwa ajili ya kizazi changu, kizazi cha mwisho mpaka kizazi ambacho mimi sikijui. Natubia jina la ukoo, natubia damu, natubia asili ya familia yetu. Inawezekana imekuwa sababu ya kuzuia imani yangu, kuzuia wokovu wangu usiweze kufika mahali pazuri. Baba, ninatubu, ninaomba rehema kwa jina la Yesu. Unisamehe dhambi zangu,
makosa yangu usiyakumbuke tena. Baba mtakatifu, naomba unitoe katika nyumba ya shetani. Naomba unitoe katika nyumba ya kuzimu. Baba, nitoe katika jina la Yesu. Ninatubu, ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili ya kizazi changu. Tumeishi maisha ya dhambi, tumenenda katika dhambi. Natubia kila uharibifu ambao waliofanya watangulizi wangu. Walijenga madhabahu za giza, walifanya matambiko, walimwaga damu. Baba mtakatifu, mimi natubia kila uharibifu uliofanyika, mila zilizofanyika, matambiko yaliyofanyika, tukaunganishwa katika hayo. Leo tumekuja kwa Yesu. Mambo yamekuwa magumu, vita imekuwa kali. Niseme nini? Ninatubu kila uchafu uliofanyika. Baba mtakatifu, kulikuwa na uzinzi, kulikuwa na ulevi, kulikuwa na ukali, kulikuwa na wizi. Natubia hizo roho, maana imeandikwa katika maandiko matakatifu, katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba mtoto ametiwa ganzi na zabibu ambazo alikula baba. Baba, katika jina la Yesu, natubia kila dhambi ya kuto kusikia neno lako, kuto kusikia sauti yako. Natubu mimi mwenyewe kwa ridhaa yangu. Hakika nimekosea, nimekwenda kinyume na sheria za agano la Kristo kwa kile kitendo cha kuto kusimama katika ukweli wa neno lako. Baba mtakatifu, natubia dhambi ya uzinzi, natubia dhambi ya uongo, natubia dhambi ya tamaa mbaya, natubia dhambi na uharibifu, natubia giza, natubia tabia zote, natubia chuki, natubia hasira, natubia uchungu, kuto kusamehe. Hiyo ni asili ya familia inayezuia baraka zangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu. Natubia kiburi, natubia kuto kusamehe, natubia ghadhabu, natubia ukali, natubia tabia zinazokataza upendo. Mwenyewe ninaomba toba mbele za Mungu. Natubu na kuacha mambo yote, natubu na kuacha katika jina la Yesu. Mungu nisamehe, Mungu nisafishe, Mungu nioshe, Mungu nikomboe, nitenge na kuzimu, nitenge na maovu, nitenge na laana. Natubia laana zilizowekwa katika kizazi changu, katika asili yangu, katika ukoo wangu. Naomba kutoka katika hayo, kutoka katika maovu hayo, kutoka katika asili hiyo. Ninaomba kutoka katika asili ya dhambi, katika asili ya maovu, katika asili ya uhasi. Naomba kutoka katika kila asili iliyokamata maisha yangu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Natubia kila machukizo ambayo nimeyazoea, machukizo na dhambi, maovu, malango ya mapepo, tabia za wafu. Natubia zote katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, naomba toba ndani yangu, nisafishe kwa neno lako, nioshe kabisa, nitakase, niondolee kila dhambi na uovu, giza na mauti kwa jina la Yesu. Nitakase kwa neno lako, nioshe kabisa, niweke huru sawasawa na mapenzi yako na utukufu wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hebu endelea kuomba toba, omba rehema kwa habari ya kila mikataba ambayo imefanyika katika ukoo wako. Kama unakumbuka yale yanayofanyika, kuna tabia za ulevi, tubia zote, tabia za ukali, tubia zote, tabia zote zisizofaa, watu hawapendani, tubia tabia, wana tabia za kwenda kwa waganga, tubia zote katika jina la Yesu. Leo nataka kutoka katika nyumba ya baba,
natubia kila tabia, natubia kila maneno, kila matamko, tubia kwa jina la Yesu. Endelea kuomba toba, mwambie Mungu akurehemu. Tubia kila tabia, shughulika tuna hizo tabia. Utaona nguvu za giza zinavyoachia maisha yako. Natubia kila tabia chafu, tabia za machukizo, tabia zisizofaa. Zote hizi Bwana zilifichwa ndani yetu. Mimi naomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo, anza kuzivunja hizo tabia na ziharibu hizo tabia. Tabia za ulevi, tabia za kuvuta bangi, tabia za kuoa wanawake wengi, tabia za kuachana, tabia za ukali, tabia za hasira, tabia za uongo, na zivunja zote na ziharibu katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Baba, kuna tabia nimepandikiziwa, naomba kuzing'oa leo, kuzifuta kabisa, kuziangusha katika ulimwengu wa roho. Kila tabia ambazo nimepandikiziwa, kila tabia ambazo nimepewa, kila tabia ambazo nimewekewa, naomba kuzivunja, kuziharibu kabisa, kuzifuta, kuziteketeza kwa moto, na zivunja kwa damu ya Yesu. Tabia za kufanya matambiko, na zivunja kwa damu ya Yesu. Fanya matambiko mabaya, kufanya mila mbaya, ninavunja kwa damu ya mwana kondoo. Naita damu ya mwana kondoo. Ninavunja mapatano kati ya ukoo wangu na shetani. Ninaharibu mapatano, endelee kuvunja mapatano ya damu, mapatano ya watoto, mapatano ya elimu, mapatano ya kuzimu, mapatano ya giza, mapatano ya kichawi, mapatano ya laana. Navunja mapatano katika ulimwengu wa roho. Yesu, kuna mapatano yamefichwa, mapatano ya kuzimu yamefichwa. Na kamata hayo mapatano na yavunja katika familia. Yapo mapatano ya kuzimu yanayosababisha magonjwa, yanayosababisha vifo, yanayosababisha uharibifu. Kwa jina la Yesu na yavunja mapatano ya shetani, mapatano ya giza, mapatano ya mauti. Napiga mapatano, navunja mapatano kwa damu ya mwana kondoo. Yavunje mapatano kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Yavunje mapatano na kuyafuta kwa jina la Yesu. Mapatano ya majina makuu na yaangusha kwa jina la Yesu. Majina ya kutisha, roho za kutisha, ndoto mbaya, najitoa katika miungu kwa jina la Yesu. Najitoa katika miungu mibaya, katika miungu ya baba zao. Endelea kujitoa. Miungu ambayo imefanya agano na nafsi yako, imefanya agano na roho yako, jitoe katika hiyo miungu. Miungu ambayo imefanya agano na tumbo lako. Kuna watu ambao wanasikia matumbo yanauma, kuna watu wanasikia miguu yao inauma, kuna watu wanasikia mgongo unauma. Hebu vunja patano la miungu katika mwili wako, patano la miungu katika moyo wako. Huku usiache kutamka kwa jina la Yesu. Navunja patano la miungu katika tumbo langu, katika uso wangu, katika nyota yangu, katika miguu yangu, katika familia yangu, katika uzao wangu, katika ndoa yangu. Patano la miungu nalibomoa kwa jina la Yesu. Patano la miungu nalivunja kwa jina la Yesu. Na haribu patano la miungu ambalo limewekwa katika vizazi vyetu, limewekwa katika matumbo yetu, limewekwa katika mikono yetu, limewekwa katika macho yetu. Patano la miungu nalibomoa katika ulimwengu wa roho, nalivunja kabisa, nalisambaratisha katika ulimwengu wa roho. Patano la miungu nasambaratisha, napiga na kata patano ya Mungu. Naita damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu, damu iliyomwagika msalabani, katika jina la Yesu. Ninavunja patano la mganga, patano la uganga, patano la kulisi mizimu, patano la kulisi uchawi, patano la kulisi mikoba, patano la kulisi maiti. Navunja patano hilo katika jina la Yesu. Endelea kuita moto, ita moto mkali, ita moto wa damu, ita moto wa mbinguni. Vunja patano la kuzimu, bomoa patano la giza, sambaratisha kila patano ambalo limefunika nafsi yako katika jina la Yesu. Tunalipinga patano la mashetani, tunalipinga patano la kuzimu, na tunalivunja kila patano, na tunalibomoa kila patano, patano la kichawi, patano la uganga, patano la mauti, patano la giza. Kuna wakati unapitia ndoto mbaya, hebu vunja hilo patano. Kuna wakati unaota watu waliokufa,
Hebu vunja hilo patano kwa damu ya mwana kondoo. Usiache kuomba kwa ujasiri. Na vunja patano la kulisi magonjwa, patano la kulisi maradhi ya aina mbalimbali. Na vunja patano hilo katika jina la Yesu. Unayesikia miguu inauma, mikono inauma, macho yanauma, kichwa kinauma, gongo unauma, kwa jina la Yesu vunja patano la kaburi, vunja patano la kaburi, vunja patano la Baali, vunja patano la Baali, vunja patano la Alisi, vunja patano la makaburi. Ikiwa kuna mchawi katika familia yetu, kuna mganga wa kienyeji, kuna mtu alitufanyia patano katika miungu bahari, tunavunja patano. Hebu vunja patano la mapepo, patano la majini, patano la mizimu, patano la vifungo, haribu kabisa kwa jina la Yesu. Kila patano la shetani, patano la kuzimu, patano la waganga, ndoto mbaya, ninaharibu kwa jina la Yesu. Patano la umaskini, patano la kuteswa na wachawi usiku wa ulali, hebu vunja patano. Malango ambao wanatumia, vunja patano, sambaratisha patano, kata patano, bomoa patano, futa patano, sambaratisha patano katika jina la Yesu. Vunja patano, vunja patano. Patano la uharibifu, unapata vidonda vya tumbo, unapata vidonda katika mwili wako, vunja patano, sambaratisha patano katika jina la Yesu. Natoka katika nyumba ya dhambi, katika nyumba ya uovu, katika nyumba ya giza, katika nyumba ya mateso, katika nyumba ya kuzimu, katika nyumba ya uharibifu, katika nyumba ya giza, katika nyumba ya mikosi, katika nyumba ya laana, katika jina la Yesu. Natoka kabisa, sitabaki tena huko, kwa damu ya mwana kondoo ali hai. Nikuombee. Baba mtakatifu, mtu huyu mtumishi wako aliyesikiliza somo hili mpaka mahali hapa, na sasa yupo mahali hapa katika kusikia maombi haya, kwa jina la Yesu namtoa katika miungu ya baba yake, miungu ya shetani, miungu ya mashetani yote, namtoa kuzimu, namtoa katika jengo la kuzimu, katika chumba la kuzimu. Toka, ninaamuru utoke katika nyumba ya giza, katika nyumba ya mateso, katika nyumba ya vifungo, na kutoa kila mahali umewekwa. Unaota kijijini, unaota maporini, toka kwa jina la Yesu. Unatoka. Maumivu yote yanakuachia, ya tumbo yanakatwa, maumivu ya kifua yanavunjika, maumivu yanafutwa katika jina la Yesu. Unateseka na nini? Maumivu mabaya na yavunja yote, na yaharibu katika ulimwengu wa roho, na yafuta kabisa na kuyasambaratisha, na yang'oa vibaya katika jina la Yesu. Mungu aliye hai anakuondolea vidonda tumbo, anakuondolea vidonda vibaya, anakuondolea vidonda, anakuondolea kuparalyze, anakuondolea maradhi yote, anakuondolea maumivu, magonjwa kutokupona, saratani, vyote vinafutwa kwa jina la Yesu. Na wale waliokamatwa na sadaka zao, ninakufungua kwenye vifungo vya mashetani, vifungo vya majini, vifungo vya kuzimu katika jina la Yesu. Na tunarudisha vifungo hivyo kwa wale waliotuma kwa jina la Yesu. Natamka uzima juu yako, amani juu yako, baraka juu yako, ushindi juu yako katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana kondoo ali hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu, maombi haya kama yanakupa nguvu sana ya kuomba, tafadhali yarudie mara nyingi, ili uweze kusaidiwa zaidi. Na somo hili litaendelea, tutatuma tena wakati mwingine. Namba yangu ya simu, unaweza kunipigia simu namba 0710 83 910, 0710 83 6910 mwishoni. Jina naitwa Pastor Wilson Ngonyani, lakini ukinisearch kwenye namba yangu, jina naitwa Wilson Gido Ngonyani. Kama mtu anatuma M-Pesa, anatuma sadaka, basi jina linaitwa Wilson Ngonyani. Karibu sana kusikiliza masomo haya. Utabarikiwa na Mungu atakubariki. Nimekupa namba kwa ajili ya kuendelea kuomba, ukitaka kupiga simu ili tuweze kuomba, na Mungu atakufungua zaidi, atakutoa katika vifungo zaidi. Karibu endelee kufuatilia masomo haya, yatakusaidia na yatakubariki, na utatoka katika giza na utaiona nuru. Karibu sana. Kama nilivyosema, kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuingia katika akaunti hii, ni mara ya kwanza hujawahi kuingia, usiache kusapoti kwa kulike, kucomment, kushare pamoja na kusubscribe.
Lakini pia ukiwa na sadaka yako kuchangia huduma hii, unaweza ukatuma katika hiyo namba ambayo nimekutajia, hiyo namba ya Tigo 0710836910. Ubarikiwe sana.